mchungaji Faustin ameniinua sana mpaka anajisikia naishiwa niseme nini. The Pastor Faustin have lifted me up. I don't know what to say. Nitajifunza mambo mengi hapa kabisa. Learn a lot from this place. Mungu akubariki sana. God bless you. Ulijifunza hii tabia wapi? I don't know where did you learn this behavior. Sijui niseme nini. I don't know what to say. Ninajisikia furaha kubwa sana. I'm very happy. Ninajisikia kwanza niko nyumbani. I feel home really. Watu wengi hapa mimi nawafahamu lakini wao hawanifahamu. I know many among you but maybe you don't know me. Huyu ndio mwenye anakamata picha. Mimi nafahamu lakini hanifahamu. I know the cameraman very but I don't know if he knows me. Sehemu ya watu ndio hapa nawafahamu ambao wanafahamu. The other side I know some of them but I don't know if they can recognize me. Mchungaji nakufahamu sana. I know you pastor. I don't know where I can start and where to finish. I don't know if Patro has gone. I think that he went to support the visitor who were getting them. The white guy were together here. We were studying together and I'm done. Sorry. Forgive us, we are just visitors. Lakini sisi wenzako tumezoea joto. But for us we are used to a hot weather. Nimepokea Bwana Yesu nikiwa Dar es Salaam. I received Jesus when I was living in Dar es Salaam. Nimefanya huduma ya Mungu nyingi sana Kinshasa. I've been serving God a lot in Kinshasa. Joto ni nyingi sana. It's too hot in Kinshasa. Na wakati mwingine hatuna hii kitu. And sometimes there no fan. Sasa ni tunacho lakini umeme haukai vizuri. And sometimes we have a fan but no electricity. Kwa hiyo hatujali. We don't care. Pastor alishakutia moyo kwamba tusijali. The pastor has already encouraged us that we don't care about those kind of way. Amen. Watu wengi before wanazania sasa ndugu Prosper leo hana maneno mengi ya kusema. Or maybe some of you are thinking that Pastor Prosper maybe he doesn't have anything to say. Nimejaa. I'm full. Nina kitu cha kuongea. I have something to say. Kama alivyosema pastor, as the pastor said, tulianza kanisa la Kadesh Bukavu ambao wengi mnafahamu. I've started the church of Kadesh in Bukavu, the one that many of you knows. Tulikuwa na wakina marehemu Gamaliel mnafahamu sana. Yeah, we were with Pastor Gamaliel who died. Bandugu Kabea mnafahamu sana. Baza Kabea, the one you know. Wale wote ni wafuta makasia ambao Mungu aliwapumzisha watumishi wake. They have already rested in the Lord. Na mimi kwa hapa nasubiri kwenda na mimi kwa Mungu. And I'm still alive, I'm waiting for my journey. Sio mie tu. Not myself. Na wewe. Even you. Na wewe. Even you too. Tunakwenda. We are going. Wala hatuna ahadi kwamba mwaka fulani tutafanya. And we don't have any promise that it will happen in a certain year. Any time tunaweza kuondoka. Wakati wowote we can go. Kitu kizuri tu ni kwamba tuwe tayari. One thing which is important to get ready. Pastor, nimechukua kitu kingine kwako. Pastor, I gained something again from you. Haya maono, this vision, ninayachukua. I've taken it. Nitakwenda nayo USA. I'm going with this vision up to US. USA watu wanapenda Kiingereza sana. You know that in US people like English so much. Hata wengine hawakijui vizuri, hawapendi wabanduke kwenye Kiingereza. Even others don't know how to speak English but they still love English. Wana sababu ya kuipenda. They have their reasons. Kwa sababu ni lugha ambayo iko kwenye kilele. Because it's a high language. Lakini kitu kimoja nikukumbushe. Let me remind you something. Mbinguni sio Kiingereza kitakuwa kwenye kilele. In heaven, it's not the English which will be on the high level. Sio Kifaransa. Not French.
Nafikiri Kiswahili, itakuwa Kiswahili. I don't know if it's Swahili. Sangi ni Kirega ndio kitakuwa. Maybe Kirega, I don't know. Kibembe. I don't know if it's Kibembe. Au mashi inawezekana. I don't know if it's Mashi. Baima na penda niwatie moyo katika system hii. I want to encourage you in this system, Ni please. vizuri tumwabudu Mungu katika culture yetu. It's a good thing to adore, to worship our God in our culture. Katika culture yetu In our culture. tutajisikia vizuri. And we will feel free. Tutaenda vizuri. And we'll go ahead in a good way. Hata ukisema kwamba Kiswahili hakijulikane, kwa kweli mna kitu ndani. It doesn't mean that Swahili is not a well-known language and there's nothing in it. Kweli maono haya nayafurahia sana. I'm very happy because of this vision. Pastor, Mungu akubariki. God bless you, Pastor. Siku moja nitakualika Boston. One day I'll invite you in Boston. Naona kama siseme tu. And you shall discover that I'm not Naona kama word. natia katika matani. I'll go back and practice. Bwana Yesu asifiwe. Praise be Jesus. Mimi naona kwamba watu watashindwa kustahimili muda wa kuongea sana. Na mimi vile vile nafanana pastor wenu katika kusimulia. Katika kusimulia sana. I look like your pastor talking in my Simulia sana. Nafikiri kwa sababu mimi ndio mkuu, akose mimi ndio aliiga. Maybe it's because I'm older than he is. Maybe he learned from me. Lakini nafikiri Mungu alitufundisha sehemu moja. But I believe that the Lord has taught us at the same place. Binti Sayuni hapa. I see a girl of Sayun over there. Sayuni. Kwa heshima namuita binti Sayuni. By respect, I call her a daughter of Sayun. Kwa sababu Yesu atakaposimama pale katika mlima wa Sayuni, Because the day that the Lord Jesus will stand at the mountain of tutakuwa Zion, mabinti wote ambao tutamlaka pale. then me, his daughter, which will go and join Kwa him. hiyo binti yangu amenitia moyo kweli. My daughter has encouraged me a lot. Alisema alifurahi anapata degree katika nchi hii. She said that she's very happy because she got a degree. Katika miaka mitatu tu. She's got a high school diploma in 3 years. Mimi nakwenda kueneza miaka 16, usione hivi niko zikungu niko mzima. Even if I appear a little bit young, but old enough, I'm 60. Nimeshakula chumvi nyingi, usione hivi. I have eaten a lot of salt. Nilikuwa wakati tunataka kuanza kanisa la program yetu ya Kiswahili in Boston. When we tried to start our church with the program of Swahili in Boston, nilifanya Bible school East Africa. I did my Bible school in East Africa. Lakini wale wandugu wakaniambia sema bwana yafaa uende Zion Bible College pia. And they told me that I supposed to go to the Bible college. Nasema Zion Bible College mbona wanatumia Kiingereza peke yake? And I said that those guys, they are using only English. Itawezea wapi? How will I succeed? Can you imagine? Unafikiri haya? Juzi nilipata bachelor degree. Yesterday but one I got my bachelor degree. Walimu wenyewe ni madaktari ndio wanafundisha. The teachers they have PhD. Tena hawafundishi katika mashi ambayo nilizaliwa ndani. And they are not teaching in Mashi, the lecture I was born in. Hakuna Kirega pale. There is no Kirega there. Ni Kiingereza kia ndani hasa. The real English. Hapana hiki cha Canada. Not your English in Canada. Ndio anakuambia Kiingereza unazaliwa anaenda kwa lugha. When somebody is talking in English, you think that he's talking Lakini in lazima umfuate tu. But you have to be ready to follow. Mungu alisaidia. Really, God has helped me. Binti, una haki ya kusema vile. Maneno yako yana chumvi kabisa. Girl, you are right just to glorify your. Sema mzuri kabisa. You talk very well. Na ninashukuru watoto wetu wa mingi nimesikia bana graduate. And I'm very happy because of our children. I got the news that they are graduating day by day. Hii ni kimungu. It's a godly thing. Mungu amesema. God said, shikeni elimu. Take seriously your knowledge. Kwa sababu ni uzima wenu. Because it's your life. Maandiko yako hapa. We have the Bible with us. Acha nikuambie ujumbe wetu wa leo. Let me give you today's message. Sorry, Pastor. Naomba wote tufungue kitabu cha Yohana. I beg every one of us to open the book of John. Yohana sura ya 18. John chapter 18.
Yohana sura ya 18. John chapter 18. Wote tumepata? Ndio. Okay, nasoma kwanza. We're going to read in the book of John chapter 18 verse 8 up to 9. We read in the name of Jesus. Nasoma kwa Kiswahili. Yohana 18 mstari wake wa 8 hadi 9, Biblia inasema, Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Ili litimizwe lile neno alilolisema, wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Amen. This time Jesus replied, I have already told you that I am Jesus. And if I am the one you are looking for, let these others go. Then everything will happen just as I said. I did not lose any one of you that you gave me. Amen. Nakushukuru Mungu utoaye na utapata. Hapa tuko pamoja na wewe. Naomba Mungu Baba, mkono wako upate kuwa juu ya watoto wako hawa ambao wanakusikiliza na wanakutazamia. Ninajiweka wakfu mimi mwenyewe mbele yako na mbele yao wote. Bwana, usikike kama wanavyohitaji na utukufu kurudie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. She's still talking. Mimi niko na sauti naweza kutoka. Hata wewe tumie hiyo nzuri. Kama umeisikia saa pastor anasoma, If you heard when pastor was reading, Biblia inasema hivi, the Bible says, Yesu akajibu, Jesus replied, nimekwisha kukuambia I have said, ya kwamba kama ni mimi, if I'm the one, basi ikiwa mnanitafuta mimi, if waacheni hawa waende zao. I'm the one you are looking for, let these others go. Yesu anasema kama ni mimi ndio mnatafuta, If I'm the one you are looking for, waache hawa waende zao. let these others go. Usisahau hii message ya leo. Don't forget this message. Usipoteze. Don't lose it. Ni ujumbe kwako. It's your message. Yesu anasema Jesus said, kama mimi ndio mnatafuta, if I'm the one you are looking for, basi mimi wewe mnikamata. here I am. Take me. Lakini hawa waache sasa. Amen. Amen. These others, leave them. Mkome juu ya hawa sasa. Leave them. Amen. Amen. Maneno haya yalisemekana katika bustani ya Eden. These words have been spoken in the Garden of Eden. Kwa sababu vita vyote vya ukombozi vilifanyika ni katika Eden. Because all the war concerning salvation took place in the Garden of Eden. Msalabani ilikuwa ni kwenda kutangaza tu. The cross on Golgotha was just to declare. Ilikuwa kutangaza kwamba kazi imeisha. It was to declare just that the work is done. Lakini vita vimetendeka katika bustani. But the war took place in the garden. Mle ndio vita vilitendeka. That's where the battle took place. Amen. Amen. Unanipata mzuri? I don't know if you are getting me. Usipoteze maneno haya. Don't lose this word. Msalabani Yesu ilikuwa atangaze. Jesus went to declare victory on the cross. Atangaze kwamba nimeshinda. That I'm the winner. Kama unatangaza vita maana yake umevipigana. Yes. If you declare victory means that you have won the battle. Kwa hiyo vita haikuwa pale msalabani. And the war was not on the cross. Vita ilikuwa ndani ya Eden. The war was in the garden. Mle ndio vita vilikuwa. That's where the war was. Mle ndio fighting ya kweli ilifanyika. There where people walikuwa wakipigana. Laiti ungeona nini kilichotendeka huko ndani.
It would be a good thing if you could see what happened in the garden. Kwa hiyo mimi nitaendelea tu, hata kama nitamwacha nitaendelea tu. Even if I can leave her, but I can go ahead. Unanikubali? You accept? Hata kama mimi namwacha nitaendelea tu. I can go ahead. Kwa sababu unakubali, tunasikia Kiswahili. Because I believe that all of us we can listen to Swahili. Anafanya hii kazi nzuri kwa kusaidia, kuna saa zingine wengine ambao wanahitaji, na tunahitaji kusaidia watu wote. And sometimes she's there to help somebody who can't listen Swahili. Kwa hiyo ndugu zangu, ukumbuke vizuri. Beloved one, remember. Mule ndani ya Eden, in the Garden of Eden, ndio vita vilikuwa. Where the battle took place. Unakumbuka? You remember? Kwamba Yesu, Jesus, mule ndani ya Eden, in the Garden of Eden, jasho lilimtoka, he sweat mpaka maji yakaisha. Until water in his body was over. Joto ya maji ikaisha. The sweat of water was kwa hiyo maji ikaisha yote. It was done in his body. Ikabakia damu sasa. It remained only blood. Kwa hiyo jasho la damu likaanza kutokea, kwa sababu jasho la maji la kawaida limekwisha. Sweating blood because water was over in the body. Kwa sababu vita vilikuwa vikali. Because the battle was so strong. Kumbuka wakati fulani, remember one time, alianguka chini. He fell down. Hakuanguka peke yake. He didn't fall alone. Alianguka chini. He fell down. Wataalamu wa Biblia wanasema shetani alialika majeshi yake yote. Those who learn the Bible said that the devil yote akasimama juu yake. All the army of the devil stood on Jesus. Hakuna uwezo wa yeye kusimama tena. No power with him that can stand up. Hakuna jinsi asimame tena. No way for him to stand up again. Kidogo ageuke. No way to turn. Unakumbuka alitaka kusema kwamba baba, hapana, inatosha. You remember he was ready to say that I'm done. Kumbuka wakati alipofikia pale ndugu. Remember my brother when he reached that point. Ilikuwa shida. He suffered a lot. Ilikuwa dhiki kubwa sana. He suffered a lot. Ilikuwa mateso mengi. He suffered a lot. Alishindwa nani wa kumsaidia. Yet there was nobody to help him. Wanafunzi wamekimbia. The disciples had run away. Na wengine wamelala. And other people are sleeping. Amekuwa peke yake. He's there alone. Kwa hiyo akashindwa atafanya nini? He was no way, nothing to do. And he said, Baba, hapana. Papa, no. Inatosha. It's enough. Lakini nakukumbusha kwamba let me remember you. Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, alikuja mbio kwake. He came quickly. Akamwambia, he stood here. Hapana. No. Hapana. Haya ndio niliyojia. This is why you Yesu akageuka. And he turned to akasema, Baba, and he said, mapenzi yako sasa yafanyike. Done. Vile vitakuwa na viwe. Let your will be done. Naomba katika maisha yako ukumbuke sehemu hii. I call upon you. Sehemu hii ambao Yesu alilazwa chini. The point that Jesus slept down. Hana wa kumsaidia tena. No one to assist him again. Kazi ilikuwa kubwa. The work was so hard. Hata wanafunzi wake hawakuona. The disciple was not. Hawakujua shida gani aliona. They didn't see which kind of trouble Jesus went through. Aliposema yale maneno mazuri, when he finished speaking this Baba, good mapenzi yako yafanyike. Papa, let your will be done. Mungu alimtuma kerubi. The Bible said that Jesus, the God sent kerubi mzuri akasimama hapo. And he stood. Biblia, wataalamu wa Biblia wanasema, those who study the Bible kwamba pale palikuwa bakare moyo nguvu. It was a strong battle. Ambao hata yeye hakuona. Even himself he could not see. Lakini shetani alishindwa wakati ule. But the devil was defeated. Akaondoka. He took off. Akasimama. He stood up. Mungu akakuja. And God came. Akakaa. He sat down. Akamwambia shetani. And he told the devil, leo mimi na wewe, today I and you, tupatane. We have to listen to each other. Nafika mwisho. I'm done with Nafika you. mwisho wako. I'm done with you. Huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. He is my beloved one, my beloved. Na hawa ni wanafunzi aliowajia. And the disciple he came awaokoe. to save them. Hii ndio dunia. This is the world. Aliyokuja ndio awaokoe. He came to save the world. Sasa leo, today, wewe na mimi, I and you, tupatane. We have to tuwekeane agreement leo. We have to take a covenant. Ndugu, beloved one, usifanye mchezo mbele ya Mungu. Don't joke with God. Usifanye blague yoyote. Don't joke with God. Mungu akasema acha. Once God have said stop, really stop. Sehemu ambao ni mbaya usiweke kidole chako hivi. Everywhere which is bad, don't put your finger. Mtu mbaya wa tabia mbaya, achana naye. Everyone who has a bad behavior, separate yourself from him. Achaye. Leave him. Angalia fikira mbaya za shetani. Try to discover the thoughts, bad thoughts of the devil. Uko unadhania kwamba utafanya hivi lakini si utatubu baadaye. Sometimes you can think that let me do just and I'll repent after. Mungu si anasamehe.
And God forgives you. Mungu yuko tofauti na wanadamu. He is different from a human being. Hiyo ni ujumbe ambao uko nayo. It's a message that you have. Ni ya kweli. It's a true message. Lakini haihitajiki hiyo ujumbe. But it's not a good message for you. Haihitajiki hiyo ujumbe. It's not a good message for Angalia you. unavyokwenda. Try to check on your way. Usitanie. Don't joke. Usifanye mchezo katika safari kwenda mbinguni. Don't joke in your journey. Tunakwenda. If really you engage the journey, mambo mengine. Don't talk with Mungu hasihakiwe. You can't joke with God. Apandacho mtu ndicho atakachokwenda kuvuna. Everything that has sown a human being. Don't joke with God. Kama ni twende tumwimbie Mungu, twende tumwimbie Mungu kwa moyo. If it's a case of singing for God, go and sing for God with a pure heart. Kama tumtolee Mungu, tutolee Mungu kwa moyo. If it's offering to God, go for him with a pure heart. Huu ndio tunaandaa mwisho wetu sisi. Now we are preparing our end on this earth. Nakwambia shetani alizania, mimi nitamwambia tu hivi basi hakuna problem. Let me tell you that the devil thought that, let me tell you this, and he will accept. Shetani akamwambia Mungu. And the devil told God. Aseme okay. Yes, okay. Nakubali, nakamata huyu. I agree, let me take this one. Ndani ya roho yake alijua kwamba nikisha kumaliza huyu na huyu mwingine nitakuwa na ufinya tu kama kunguzi. He thought from his heart that once I'm finished with Jesus, the remaining word that I'll take care of him. Alijua huyu nikimaliza ndio bingwa kabisa. Nikimuondoa basi nitamaliza mara moja. He knew that this one is the leader, and once I'm done with him, I'll take control of the world. Uko unaweza kuona una progress katika mambo mabaya, uzanie Mungu anafurahia. And you can find yourself you are going ahead in a bad behavior and you think that God is happy with what you are doing. Mabaya ni mabaya. Something bad is really bad. Usijifurahishe katika mabaya. Don't be happy in doing a bad behavior. Unaona huruma za Mungu ni nyingi. Because you are joking with God's grace. Na msamaha wa Mungu ni mkubwa. And God's pardon. Usishinde sana katika mabaya. Don't go again ahead in bad behavior. Ukionywa onyeka. When they give you a counsel, really accept the counsel and stop. Toka katika mabaya na utoroke kabisa. Leave the bad behavior and get changed. Mungu siye mwenzako ambao utacheza naye. God is not your friend, the one you can joke with. Kama ni kwa Mungu ni kwa Mungu. If it's to God, really belong to God forever. Kama ni dunia. If it's the world, remain in the world. Chagua wewe mwenyewe. Make a choice yourself. Usijiweke pamoja. Don't take with you all dunia na mambo ya Mungu pamoja. The world and God things together. Mnanipata? Are you getting me? Pamoja na mimi? Are you getting me? Unaniruhusu niseme ingine neno kidogo? Do you allow me to say something again? Mtanisamehe kwa sababu niko mgeni. Please forgive me because I'm a visitor. Na msinielewe huruma kwa sababu mtoto yuko ananitoka, pastor alishasema. Msema lazima baya mama angepata kitu cha kumpa useme vile. Niache niongee. Let me talk. Neno la Mungu linasema hivi. The word of God says, ndugu, beloved one, Mungu hazihakiwi. You can't joke with God. Usifanye mchezo kwa Mungu. Don't joke with God. Tafadhali watoto wa Mungu. I beg you, children of God. Mjitahidi kufanya vile Mungu anataka. Try your best to do the will of God. Ukimbie mabaya. Run away from every bad thing. Sana sana nazungumza na kizazi chetu. Nazungumza na nyinyi kwa huruma sana. I beg you as my generation. Maana tunajijua. Because we know each other. Tusilewe hii furaha ya watu wengine wao. It's not good to get drunk with the joy. Tusije tukajisahau and forget ourselves. Mnaona kwamba wakati tu katika hizi nchi za watu walioendelea, when we are living in this country, this developed country, tunafanana kama watu walioshindikiza wengine kutawala dunia. And sometimes we look like people who are seeing others just to rule the world. Mambo mengi tu kunayaona mageni kwetu sisi. Many things that new things to us. Lakini nataka niwakumbushe watoto wetu. I want to remind you, beloved one. Mjikamate kama wamisioneri katika nchi hii. Live like missionaries in this country. Mungu hakukuleta hapa bure. God didn't bring you here for no reason. Jikamate kama missionary wa kuleta ujumbe wa Mungu. Live like a missionary who is called just to bring God's message. Kama mtu wa kufundisha tabia nzuri. Like somebody who kama mtu wa kuonyesha culture nzuri. A good image. Usijisahau ndugu. Don't forget yourself. Hatujafika. We are not ready at the last point. Tuko njiani. We're still in the chair. Katika nchi hizi namo mna magonjwa yasiyoponyeka. And in this country there is sickness which cannot be healed. Muna makaburi na ziko wazi na zinapokea watu kila siku. There is even
graves and they are open to receive people day Kuna by magonjwa day. yanayoshindikana pia. There is sickness that nobody can Kwa hiyo heal. hatujafika tafadhali. We are not ready at the last point. Ongeza nguvu. Try to strengthen again yourself. Jiunge na message hii katika kanisa hili. Join this message in this church. Jiunge na maneno ya watumishi wa Mungu mahali hapa. Join the words and the vision of the man of God. Uwasikilize. Listen to them. Uwasaidie. Support them. Tujue la kufanya. So that we can know what to Lazima do. tuwafanyia watu kwamba nyinyi watu wa Canada, nyinyi watu wa Amerika, tunawaambia merci, mlitupokea vizuri. Oh, you people in Canada, you people in US, thank you to bring us in this country. Pengine kule kwetu tungekufa na njaa. And maybe we could die with hunger in our countries. Nikisema vile kama kufa na njaa, unajua kama ni kweli kwetu watu wanakufa. It's real that people are dying with hunger in our country. Unajua hiyo. And you know that. Ndio huko ndio sio mtu anakufa na njaa. But this country nobody has that. Wao ndio walipatia Mungu corruption. They didn't corrupt God. Lakini ndio ilivyo. It's the reality. Wakati tunaishi humu ndani, When you are living in this country, kwa kweli kitu tutawaambia kwamba asanteni, one thing, thank you, shuhudia mtu mmoja mlete kwa Yesu. testify one people and bring him to Fanya Jesus. umisionari katika nchi hii. Do the work of a missionary in this country. Mtu yeyote ule, Any kind of people, rangi yoyote ile, any color. usiogope rangi ya mtu, Don't fear the color of someone. usiogope hali ya mtu. Don't fear the way of Sema neno la Mungu. Talk about the word of Neno la God. Mungu lina nguvu kukushinda wewe. The word of God has power than you are. Usiogope kulitumia. Don't fear to Sema the kwa mtu word. yeyote ule. Speak to anybody. Hata ni watu wa Mungu wanatutisha, wanakumbuka. You know that people in this country, they try to Wanatutisha. intimidate us. Kule kwetu tulikuwa tunazania kwamba watu wa huku wote wameshaokoka. We thought from our country that everybody Hao watu wote ni wa Kristo. they are Christian, all of them. Unaona wa Joyce May, tukiona wa TD Jakes. Kubwa sana. The big conferences. Tunasoma hii hapa watu wameokoka wote. Oh, really? All of them, they are born again. Ilikuwa wrong mawazo. It's a wrong thought. Ni kweli? Kweli Really? wameokoka watu? No. Kweli wameokoka? No. Ndio maana tuko hapa leo. It's the reason you and me, we are here. Una haki ya kusaidia hata mtu mmoja. You are called just to help one people. Vizia kufanya hivi. Let that be Mwaka your vision. unaokuja kama leo, Next year that jitahidi ulete mtu mmoja. try your best to bring one Sio people. nguvu zako. Not by your power. Kamata jina la ule mtu. Take the name of that Sasa ndio person. mtu aliyekuwa anakuongoza katika mabaya. Maybe the one who was directing you in a bad way. Weka katika moyo wako. Put that name in your heart. Weke hapa hivi. Put his name on your Kila heart. siku mwambie Mungu. Every day tell God, Mungu namtaka huyu mtu. I need this soul. Namtaka huyu mtu akutambue. I need these people to Namtaka discover huyu you. mtu aokoke na yeye. I need these people to get saved. Nataka aokoke. I want him to get saved. Mungu ni mwaminifu. He is faithful Kukushinda wewe. than you are. Kunishinda mimi. Than I am. Ni mwaminifu. He is faithful. Anasikia. He listens. Na anatenda. And he tells Na ana you. uwezo. He does. Na anafanya. And he does. Na yeye ni mwana kufanya. And really he does. Itaye. God he Atafanya. He will do something. Usiogope. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Ni wakati wetu sasa. This is our time now Leta injili huko. to bring the gospel in this country. Tanzania sasa ndugu Prosper ameshiba ndio maana nataka kusema. Maybe you can think that Pastor Prosper is full. The reason why he's talking. It's true. Huu ndio wakati. This is our time. Tuko wa missionary katika nchi. We are missionaries in this country. Ujichukue hivyo. Take yourself Na as a ndivyo missionary. ilivyo. And the reality. Angalia nirudie katika ujumbe wetu. Let me go back to our message. Shetani The devil, alipomshika Yesu, when he took Jesus, he touched Jesus. sema basi He said, really? ninambeba I'm taking him. na ninamaliza watu wote. And I'm finished with the whole Hii world. movement yote mimi naimaliza. I'm going to wrap out all the movements. Kwa sababu huyu Because this one ndiye kiongozi wao. is the leader. Lakini hakuwa kiongozi wa kimwili. He was not a Alikuwa leader by kiongozi. flesh. Alikuwa kiongozi wa kiroho. He was a spiritual leader. Shetani The devil, alilenga vibaya. he directed his plan in the wrong way. Plani yake ilikuwa mbaya. His plan failed. Alitanganyika. He corrupted himself. Na siku zote ni wa kudanganyika na And every day by day he's a siku corrupt. zote anadanganyika. He's a liar. Hana ukweli hata moja. He's a real liar. There's no Anaweza truth in him. kufananisha ukweli.
anaweza kufananisha kwamba ni ukweli. And he can make something resemble the truth. Lakini sio kweli. And really it's not truth. Unakumbuka? Remember. Alimwambia Yesu. He told Jesus. Kwamba angalia. See. Angalia mikate. See the bread. Mikate ni mzuri. And the nice bread. Na wewe ni mtoto wa Mungu. And you are son of God. Na ulikuwa umefunga siku 40. And you've been fasting for 40 days. Na sasa leo ni siku yako ya kula. Today is your day to eat. Na wewe ni mtoto wa Mungu. And you are a son of God. Ukisema wewe mikate geuka, wewe mawe geuka mikate mara moja. You stones change and become breads. Ilikuwa uongo? Ilikuwa uongo iliyokuwa Mungu? It was not lying. Kwa hiyo anakabataka mnadu ana change kitu kidogo. He tried to change. Usipompambanua. To corrupt if you can't discover him. Mtu wa Mungu sitembee huko nazania uko hai. Beloved one, a son man. Jiangalie mzuri. Check your ways. Jiangalie vizuri. Check your ways all the time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Unajua Yesu alimwambia nini? And Jesus told other people. Alimwambia sasa, hata kama unasema kweli. Even if you said that. Lakini mimi sikuja kwa mikate na I didn't come because of bread. Mwana wa Adamu haishi kwa hivyo tu. The son of Adam can't live because of bread. Neno linalotoka kwa Baba. But he lives because of the word comes from our God. Hapo kamtindi alipotea. At the same time the strong man ran away. Alipotea. He disappeared. Hakuonekana tena. He could not be seen. Maana alijifunza nini kabisa na mkumbusho huo. And because he asked himself, why did he remember this? Wapendwa, alikuwa wa ajabu. Beloved one, he was. Tuko na vita. We are in a battle. Tuko na vita. We are in a battle. Na vita shetani usimchezee. And don't joke with the devil. Ana nguvu na yeye. He has power. Lakini but kaa katika Yesu. Sit down in Jesus. Weka miguu yako vizuri. Put your two legs in Jesus. Hapana kusimama kwa mguu mmoja. Don't stand up on one leg. Kuna watu wengine wako hapa kama jogoo wamesimama hivi. There are some people like weka miguu that you can't stand on two legs. Stand on two legs and go ahead. Amen. Nimkumalizie sasa. Let me finish with you. Shetani alipomkamata Yesu sasa. When the devil took Jesus, akampeleka. He went with him. Unakumbuka safari ilikuwa ndefu. And you remember the journey was long. Ampeleke kwa Pilato. Up to Pilate. Amsambishe huku. So that he can report them. Huku. He took him another place. Apigwe mafimbo barabarani. He was beaten the road. Fimbo nyingi alizipokea. He got too many. He was beaten. Mavazi yake. They took out his clothes. Lakini aliendelea. But he went ahead. Unakumbuka alipokwenda pale msalabani? Remember when he reached at the cross? Alikubali kwenda pale msalabani. He agreed to go to the cross. Ili atangaze. So that he can declare. Kwa sababu ile Calvary unayosikia. Because the Calvary that you have had. Ile mlima ile. That mountain. Ile mlima iko katikati ya Israeli. It's a mountain which is in the middle of Israel. Na unakumbuka Israeli iko katikati ya dunia. And remember that Israel is on the middle of the whole world. Kwa hiyo alisimama katikati ya dunia. And he stood up in the middle of the whole world. Akanyosha mikono yake. He put his two hands was just. Manake akaita mashariki na kaskazini na kusini. He called the north, the south, the west and the west. Kusudi watu wote wamuone. So that the whole world, everybody can see him. Asiwe kwa mtu akusema mimi sikuona. Nobody will declare that he didn't see. Alisimama katikati ya dunia. He stood up in the middle of the sehemu zote. All sides of the world. Kila mtu aone. And everybody aone kilichotendeka. What happened? Sasa ndio hivi. And then unakumbuka? Remember. Alipofufuka. When he raised up. Aliishi siku 40. He stayed on the earth for 40 days. Alikaa siku 40. He stayed on the world for 40 days. Alikaa na wanafunzi wake. He stayed with his disciples. Unajua ujumbe gani alikuwa nao? Do you know the message that he gave to them? Ndio huu sasa. This one. Wanafunzi wake walikuwa wanamwambia hivi. The disciples told him. Yesu, kwa nini kabisa ulikubali mpaka uingie kaburini sisi tuonekane kama tulikuwa tuna support mtu mwenye hana nguvu? Jesus, how come that you agreed that to die up to the grave and you were buried even and we felt ashamed so that we were supporting somebody which is powerless? Ulituwazia nini? Tutabakia wapi wakati? What did you think about us to be ashamed? Maisha yetu ulionaje watu wanaokubeba vitu? How did you think about our life? How come that you agree? Wewe mwenye unajifufua hivi kumbe na ulikuwa na nguvu kabisa usiingie hata kaburini. You raised up yourself, you were strong enough up to this point. Ulikuwa na uwezo usifanye hiyo. You were powerful enough. Ikawaje basi ukubali? How come that you agree with all these things to happen in your life? Nikwambie sasa. Let me tell you. Akakaa vizuri. Acha niwaambie. Let me tell you. Akawaambia hivi. And he told them. Ngoja nikuonyeshe. Let me show you. Bado ukiacha na nisiache wewe endeleza. Okay.
Akaonyesha hivi. He showed his two hands. Unaona kule kukaa kwangu hivi. When I can stand and I put my hands in the direction of the two sides on the cross. Unajua kilichotokea? You know what happened? Uliona nini pale msalabani? What did you see on the cross? Uliona we saw taji la miba linakuja kwenye kichwa. The crown on your head. Uliona ni fimbo ngapi ambao mlisabia walimpiga? How much were I beaten? Walifika fimbo 40 mwe 1. It was 44 minus 1. Ni ngapi? 39. It's 40 minus 1. Paulo anasema, Paul said, kupigwa nilikuwa wa kwanza. When they katika mapigo nilikuwa wa kwanza. Among those who were beaten, I was the first. Nilipigwa fimbo 40 kasoro moja sawa sawa na Bwana pale msalabani. I've been beaten up to 40 minus 1 like my Lord Jesus, what who saved me. Ukiita daktari mzuri, if you can call a doctor, umuulize, ask him, daktari, kuna magonjwa ngapi katika dunia yenye inaweza kumtoa? How many sickness are there in this world which can give? Daktari mzuri kabisa aliyejifunza, a good doctor, atakwambia kuna aina 39 ya magonjwa. He will tell you that there is 39 sickness. Yesu alipigwa fimbo 39. And Jesus was beaten 39 times. Isaya anasema kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. And the prophet Isaiah said, but he beaten that we were healed. Hatuna haja ya kuogopa. We don't have anything to fear. Amemaliza kazi. All the work is done. Kazi aliyoanza alimaliza. The work that he started, he is done. Haya maneno ni ya uhai. These words, they are maneno ya kukutia moyo. To encourage you. Aliwaambia wanafunzi, and he told his disciples, uliona taji la miba? Did you see the crown? Ile taji la miba ni kusema hivi. It means, kwa sababu alipopokea ile taji la miba, because when he received the crown, ndio akaita mashariki na kaskazini. Then he called upon the west and the west. Sema maneno haya. Then he said, njooni kwangu. Come to me. Akiwaonyesha. And he said, njooni kwangu. Come to me. Njooni kwangu. Come to me. Mimi ni mchungaji mzuri. I'm the good pastor. Mimi ni mlinzi mzuri. I'm the good protector. Aliyekuja kwangu. The one who came to me. Nitamtunza. I'll protect him. Wala hakuna atakayemponyosha ndani ya mikono yangu. And nobody will take him out. Alionyesha ile taji la miba. He was showing ambao lilikuwa na kiwanja mkubwa mahali hapo. Which had a big crown on his head. Ukija kwangu unakaa. When you come to me, you rest. You rest really. Protection yetu iko kubwa watoto wa Mungu. Our protection is so big. Peke yetu. We are not by ourselves. Ndio maana tuna ujasiri wa kusema. That we have the courage to say. Ndio maana ninakushauri hivi. I can counsel you. Waambie hao watu. Tell those people. Kwa ujasiri. By courage. Maana aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko ulimwengu. The one who is ruling the world. Siwaambii maneno ya siasa ndugu. I'm not telling you about politics. Kwa sababu science imeshindwa. Because the science has been defeated. Politiki imeshindwa. Politics has been defeated. Sana sisi watu wa Afrika tumeshaona hivi sisi wenyewe sisi. And most of all, who are coming from Africa who have experienced how politics has been defeated. Tumejikuta tuko peke yetu. It has betrayed us and we found ourselves. Maneno matupu. Is powerless words. Lakini maneno mazuri yako hapa. In the Bible there's ujumbe mzuri. A good message. Hapa ndio kuko neno. There's the word. Neno la uzima. The word of life. Neno linaloshika dunia. The word which is supporting the neno lilokuumba wewe. The word who created neno la Mungu. The word of neno God. hili la Mungu. This word ni Mungu kamili. It's our mind God. Fuata mashauri ya Mungu. Follow the counseling from the word of God. Yesu alipomaliza kusema hivyo, and when Jesus finished talking about this word, akawaambia, he told them, uliona mtu anapanda hapo kunipiga pale msalabani. And you saw somebody who came to beat me on the cross. Alipiga fimbo 39. He beat me to 39 times. Ndio maana shetani ni mjinga tu. That's why the devil is Yesu alianzisha magonjwa. He's the one who started with sickness. Sasa Yesu ameshayaleta juu yake. Now the Lord has bring everything on his head. Kwenda piga yule bwana yule. Go and beat him. Na yule bwana ametia zile zambi zake juu ya kichwa chake. And that guy has put all the sin on the because he took them. Alisikia juu ya kichwa chake. He put them on his head. Huyu mtu akapanda juu ya msalaba. And he went on akaanza kumpiga. He started beating
anointing Yeye Jesus. alileta magonjwa ya kifua, akapiga magonjwa ya kifua. He's the one who bring the sickness in the chest, start beating the chest. Akapiga magonjwa ya TB yakaondoka. He start beating Akapiga magonjwa ya TB. homa He yakaondoka. start beating fever. Akapiga kila aina inayokusumbua. He start Yote beating imeondoka. everything. Usisumbuliwe. Don't beat his tabs Huu ni again. uhakika. It's reality. Uliza pastor atakwambia kwamba ni kweli. Ask your pastor and he'll tell you that is the truth. Tumekuwa huru watu wa Mungu. We have been set Uhuru wa free. aina nyingine. A special Alipomaliza freedom. kazi hiyo yote, When he was all the work was done, akachukua ile uchafu yote. and he took all the Maana garbage alikuwa hivi katika msalaba. because he was down on the cross. Lakini alipotoka msalabani, When he came out the cross, wakamleta hivi. he put all his head Basi together amechukua kila kitu. because he has collected everything. Akakiweka hivi. He has collected everything. Hata kitu kingine kisibaki katika dunia. Nothing was remaining. Akaingia kaburini. He went in the Biblia grave. inasema hivi. The Bible Yeye says ni mwanadamu wa kwanza aliyeshuka kuzidi wote walioshuka. he was the first human being Maana alikuwa na in the mzigo. grave. Because he had the Ama burden angeacha tena katika dunia. and he could not lift the burden. Aliingia kaburini. He took the burden. Akashuka. He went with the burden. Akashuka. He went in the grave. Akashuka. He went down in the grave. Akashuka na mzigo ule. With the burden in the grave. Akamfikia ule bwana ule mzigo. And he approached that guy with the Akamwambia burden. wewe bwana wewe. You guys, Nimekushinda mbinguni. I've won. Nimekushinda duniani. I won. Na sasa kuzimu. Nimewafungua wote wale. Wale wote nimewaweka huru. The one who is Na sasa and now narudi I go back kutangaza sasa. to declare. Akaenda katika maburi ya wenye haki. And then he went to Wale wakina Abrahamu waliokufa katika imani. the grave like Abraham who died in his Makaburi zao zikafunguka. The grave was open. Wale wakina Isaya waliomtabiri. People like Isaiah who prophesied, Walipomuona who saw him. wakamwambia Bwana, Oh, kwa nini usijekuja wakati sisi tuko? why did you come and look like us? Akasema no. And he said, no. Ninawajua kina Foste wako. I know that people are Nitawaimarisha vile vile. I have to encourage Na them watafanya kazi. and then save me. Biblia inasema The hivi. Bible says Katika Israeli siku hiyo in Israel that day, makaburi ya wenye haki ilifunguka. all the graves of righteous people were open. Haleluya. Hallelujah. Watu wa Mungu. People of God, Niseme nini? I don't know what to say. Jichukue kama missionary. Consider yourself as a missionary. Tumemsegamia mshindi. We have the support of the Na winner. sisi ni washindi. And we are more than winners. Unakumbuka nini iliyotokea? Remember where I'm coming from. Roho Mtakatifu aliposhuka, When the Holy Ghost came, neno la Mungu likakwenda katika matendo. the word of God went up to the Alimwambia nation. shetani, And God told the devil, kama ni huyu if it's this, mchukue, take him. lakini attention nao. Be careful of this one. Attention nao. Be careful of this one. Sasa ikaonekana. Then it was manifested. Ikaidhihirika wazi. It was manifested. Na Yesu alipoondoka amepaa mbinguni, When Jesus went, baada ya siku 10, after 10 days, Roho Mtakatifu alishuka, and the Holy Spirit came. shetani amekaa. The devil was, Alisitukia Petro anakuja. he was surprised to see Anamwambia kiwete ambayo shetani amembania. he was surprised to see the one who was parted by the Nacho ndicho nikupacho. the one I have, what I have, what I can give you. I'm going to give Kwa you. jina la Yesu wa Nazareti In the name funguliwa. of Jesus, Kwa jina la Yesu Kristo kuwekwe huru. in the name of Jesus, be Shetani free. alikonoa bure mwenyewe. And therefore, when the Neno shame, likakamilika. the word was fulfilled. Kama ni huyu If it is one, utawagusa hawa. you can't touch Na this one. kuanzia wakati ule And from that hana time, haki ya kunigusa. he doesn't have any Hana right haki to ya touch me. kukugusa. No right to Hana touch haki me. juu yako. No right to touch Una ushindi you. juu yake. You are a winner for Alipata him. surprise ya ajabu. He will surprise the Lord. Mungu aziakiwe watoto yetu. You can't joke with God. Mungu Beloved. aziakiwe watoto ya Mungu. You can't joke with God, beloved. Tuna bahati kubwa. We are so lucky. Uli jeni alisema kwamba mamangu aliniambia, This lady, that girl thought that my "Usisikio mom told umejiunga me, na klabu ya mpira yoyote. don't go and join any club. Usisikio umejiunga na klabu ya botenu yoyote ile. Don't go and join any night club. Nikusikia kanisani. I want to hear you to see you in the church. And God Na bless. kuona unashikilia wewe ujumbe, shikia ujumbe. I feel that you Bana girl, you hapo. have listened to Hakuna them. mama yako aliyokuwa anasema. Because Kuna you, kitu kilichokisema ndani ya mama yako. Na sisi tunafaidi. there was Ambao something mama God yetu speaking ametuambia about. vile. And my Tumefaidi mom, na sisi. it's a benefit for us. Beloved one, Ndio wakati tulionao. this is the time that we have. Ndio wakati wa mwisho.
It's the end time. Tukisema habari za mwisho mnajua. When we can talk about Umekaa katika nchi ambazo zimeendelea. We are living in the mnajua wapi tuko. We know very well where we are. Tunaenda wapi kwa hivi sasa? Where are we going? Dunia haiko tena. The world is not Tunasema dunia inalewa sasa. The world has. Lakini ujumbe nakuachia leo. The message I can leave. Kama ni huyu. If it is. Usiwaguse hawa. Don't touch these answers. Akamgusa mwenye hakuwa na problem naye. And he touched the one who had no problem with him. Afadhali angesema kwamba kama angesema basi ndaacha huyu nikamja wa prosper hapa. And better he could say let go you so that I can take of this. Sisi pengine tulimsaidia katika uongo yake. Or maybe we could help him with his tulimsaidia katika mambo yake tusipojua. And maybe we could help him with other dirty things. Ambao walikutana na Yesu katika ubaya. Hakuna sehemu waliokutana na Yesu katika ubaya. There's no time he joined Jesus in bad things. Kila wakati Yesu alimwona anamwambia nakuondoa. Most of the time met Jesus changed. Choka mwana umechoka. Go away the son of the son. Sina uhusiano na wewe. I have no connection with you. Nilishuka mbinguni. I came from heaven. Nina uzima tele. I have everlasting life. Na uzima wangu niwapatie kizazi cha baba. And my everlasting I gave to ndio hawa wanaosikiliza. This one who had listened to my word. Uwe mama, uwe baba. You are papa, mama. Leo uwe tofauti. Today try your best to amua tofauti. Take a different decision. To live a different life. Wewe ni nani? Discover who are you. Kuna watu walio na akili nzuri kama watu waliookoka jamaa. There's nobody can be intelligent as they born again. Wanajua tulikuwa wenye dhambi. Like the one can say I was a sasa tunahesabiwa haki. Now I'm righteous. Baada ya kuhesabiwa haki tunaenda moja kwa moja mbinguni. After becoming a righteous now I'm going straight up to heaven. Mtu wa dunia ajue hiyo. A word being doesn't come as the we had a philosophy in America. And sometimes you tell me, can you give me a prayer? How is God? Ni mtu ambaye amesoma sana. Because he studied a lot. Ana elimu nyingi. He studied a lot. Namuonea huruma. I feel pity. Nasema light ungelijua wewe. If you could know. Na pale ninajikuta kwamba mimi ni wa lazima sana kuliko wewe. And I consider myself that really I'm precious. Wewe ni wa lazima ndugu. You are so precious. Wewe ni wa lazima. You are so precious. Na huu ndio wakati wako. And this is your time. Hebu funika macho tuombe. Bow your head as we're going to pray now. Oh, hallelujah. Tafakari ya maneno jamani. Try to think about this word. Sema kwa kifupi tu. I talk to you in a short. Najua hapa ni nyumbani. I know this is my house. Utapanga na pastor siku nyingine nitakuja. Another day I'll get the chance to come. Patron mlimuona hapa ni mtoto wangu wa pili. You saw Patron here is my second. Kuna waloko yake wote. He has his brother. Na watu kiwaona hapa sasa tuna patron. And when you can see all the lines. Namwambia watoto hii ni Marekani. Let me tell you children, this is America. Sio mbinguni. It's not heaven. Sio mbinguni. It's not heaven. Nishamaliza kazi. I'm done my job. Inabakia nyinyi. It's you now. Kila mtu aiponye nafsi yake. Try your best to save your soul. Nafsi yako mtoto. Save your soul, you children. Wakati wako. This is your time. Mlimwambia kwamba anachezea Mungu vizuri. And you saw that. Mimi babake sichezi. I don't know how to dance. Ameshanishinda upande huu. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Thank God. Wapendwa, beloved ones, ndio wakati. This is your time. Usipoteze haya maneno. Don't lose this word. Usisahau haya maneno. Don't forget this word. Tumewekwa huru. Na shetani ameshindwa. The devil defeated. Vita vilimalizika. The battle is done. Calvary ilikuwa ni tangazo. On the Calvary just to declare. Na tangazo ambalo sisi tulikubali. And we have agreed with them. Kweli ametangaza. The announcement. Alionyesha kila kitu. He just declared. Kwa nini alitenda? Kwa nini kilitokea? Why he did it? Na shetani alishindwa kuelewa. And the devil was defeated. Ndugu muone hali tulio nayo sisi. Can discover how we are now. Mungu akubariki ndugu leo. Let God bless you. Mungu akubariki kaka. Let God bless you. Mungu akubariki dada. God bless you sister. Mungu liye hai. Ninawaweka wote hawa mikononi mwako. Kila mmoja kwa jina lake. Kila mmoja kwa umri wake. Maana hawa wote wanawahitaji. Namleta kila mmoja kwa zamu yake. Katika jina la Yesu Kristo. Mama, pokea kutoka kwa Mungu. Pokea kutoka kwa Mungu. Baba, pokea kwa Mungu. Kaka, pokea. Dada, pokea. Vijana wote, watoto wote, manabii wote, pokea kutoka kwa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kutangazia shetani, ninakukumbusha ya kwamba umeshindwa. 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 Pia wakina mama hawa
juu ya kina baba hawa, juu ya vijana wote hawa, juu ya kanisa lote. Na nileta hili kanisa katika mikono yako Mungu. Bwana ulikague. Protect mtumishi wako siku zote ujumbe mzuri. Give a special message to mafuta matakatifu. Anoint him. Bwana naomba, I pray, Lord, namleta mikononi mwako. I bring him in your hands. Atoe harufu nzuri kwa wote wanaomsikia. So that he can give a good perfume to those who listen to him. Umfanye baraka. Make him a blessing. Katika mji huu. In this country. Umuinue. Lift him up. Kumbuke nyumba yake. Remember his house. Angalia muda anaotoa kwa ajili ya watoto wako hawa. See the time he's giving you. Kumbuke wakati wote. Remember him all the time. Mpe hekima zote. Give him all the wisdom. Jina la Yesu Kristo. The name of Jesus. Na wote wanaomsaidia katika huduma hii. All those who are supporting him in this. Baraka kwa Mungu. Let them receive the blessing from God. Mungu ijulikane leo. Let be known from today. Kwamba umebariki watoto wako hao wote. That you have blessed your children. Muujiza. You have done a miracle. Na wao hata usahau. And they not forget. Watakushuhudia kila mahali. They testify you everywhere. Na utukufu utakurudia Bwana. And the glory will belong to you. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. 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 Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki sana. God bless you. Utapata nafasi nishaona nyumbani. I've seen the house. Hapa ni nyumbani. This is our house. Kule kwingine utapaona nao ni nyumbani. And we have the chance to come to go and see the house. Wetu. God belongs to us. Missionary katika nchi. We are missionaries in this country. Usipoteze vision. Don't lose the vision. Lazima tufanye kitu. Lazima tukusanye. We have to join each other. Tukomboe wakati. And to save the time. Muda umekwisha. We don't have enough time. Barikiwe na Mungu. God bless you. Thank you.